tunaweza tukawa hatujafika katika viwango vya juu sana ambavyo labda pengine utalinganisha na Ulaya na wapi, lakini mimi ukiniambia kwamba hatuendelei au ukasema CCM haifanyi kitu au ukasema chama kimeshindwa kuleta maendeleo kama wanavyosema baadhi ya watu ambao hawaelewi mambo au wanaelewa wanajipofua, kwa kweli ni njama zile zile za kutaka kufunika legacy za viongozi. Kwa mfano hata katika hiyo awamu ya 6 ya Rais Samia kuna njama nyingi sana za watu kuleta na kusimulia maneno mabaya mabaya tu, matukio mabaya mabaya, mambo ambayo ni mabaya mabaya, na kuyaacha mambo mazuri katika jitihada na mbinu za kuua legacy ya kiongozi aliyopo. Kwa hiyo hata hilo nalo liuliza la maendeleo, wingi wa kelele hizi si kwamba watu hawaoni, lakini katika mkakati wa kuhakikisha wanasema vitu vibaya vingi zaidi ili mambo mazuri yasionekane. Ni kwa namna gani unaweza ukawakosoa wakosoaji kwa hoja, na ni kwa namna gani unaweza ukaonesha haya maendeleo kwa mwananchi mmoja mmoja? Maendeleo ndugu mwandishi, ni kipato cha watu. Watu wanapata nini? Wewe ni shahidi kwamba kila unakopita utaona huyu ana bodaboda, utaona asiye na bodaboda ana mbuzi, utaona ambaye hana mbuzi ana bajaji, utaona watu wanafanya biashara zao katika masoko zinakwenda, utaona makazi ya watu. Wewe umezunguka kwa mfano hapa Dodoma, nenda katika makazi ya watu, zunguka Dodoma Jengwa kule, nenda Mlimwasi, nenda maeneo ya Ilazo, nenda maeneo ya Mkuhungu, nenda maeneo ya nini, angalia aina ya makazi ya watu wanayoishi, angalia watu wanaotoka katika makazi hayo, angalia wanachovaa, angalia wanachokula, angalia watoto wanawapeleka wapi. Sasa hii ndiyo tafsiri sahihi ya maendeleo. Unaona hali na kiwango kikubwa cha ustawi na kuendelea kwa kuimarika kwa watu. Na kwa kweli dhana ya maendeleo, mwandishi, nikueleze, ni kitu ambacho ni gradually. Yaani kwamba hakuna maendeleo yatakayokuja kama muujiza kwamba utaona mambo yamekuwa kama Ulaya. Hapana. Kweli kwamba tunahitaji kuongeza kasi ya kuleta maendeleo, huo ni ukweli. Lakini akitokea mtu akasema haoni maendeleo, huyo naye ni mtu aliyechanganyikiwa. Huwezi ukasema kwamba Dodoma kwa mfano hii ya miaka 20 iliyopita ni sawa na Dodoma na hiyo. Na ni kweli katika kanuni za kiakili kwamba kila wakati unapokwenda lazima jambo libadilike. Lakini kiukweli mabadiliko tuliyoyashuhudia kwa mfano ndani ya mkoa huu wa Dodoma, huu ambao mimi nitauzungumzia kwa sababu kama katibu wa siasa na uenezi mkoa huu, ni maendeleo ambayo hayajapata kutokea. Yana kasi, ni jumuishi, yanagusa maisha ya watu, lakini si tu kugusa maisha, lakini yanaleta radha ya kimazingira. Unaona radha ya kimazingira. Sasa kama mtu atasema mimi sioni hata kitu ambacho serikali ya Rais Samia inafanya na nini, ni katika wale watu tu ambao wanataka kuiandama serikali hii na kutaka kufunika mambo makubwa na mazuri ya rais anayoyafanya, ili wakati anaendelea kuongoza mambo yanayosemwa ya yale mabaya mabaya yawe mengi kuliko mazuri, na ni njama za kisiasa za kawaida ambazo kwa kweli haziwezi kuzaa matunda. Wapinzani wenu wakubwa ambao ni Chadema wamekuwa wakiwashutumuni na kwamba mmepoteza udhibiti hata kwenye mikutano yenu. Sasa swali langu ni hili hapa. Tuangalie Chadema ambayo yenyewe kwa sasa inajiendesha kwa kutumia tone na imekuwa na hoja ambayo kwa namna moja ama nyingine unaona kama wanakubalika. Ni nini ambacho unaweza kusema kuhusu shutuma ambazo zinaelekezwa kwa CCM kwa ujumla tu? Labda niseme jambo moja kwanza. Kumekuwepo na kasumba ya upotoshaji wa mambo ambayo imekuwa ikifanywa na viongozi wa vyama mbalimbali, lakini mahususi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na maarufu wa jambo hili anayolifanya zaidi ni ndugu Heche nadhani na Lema kwa kiasi fulani na wengine miongoni mwa viongozi wao, kutaka kuaminisha Watanzania kwamba kwa sasa chama chenye mvuto, chenye nguvu na ambacho umma wa Watanzania unakiona kama ni chama cha kiukombozi, kwamba ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema. Unapinga? Napinga na nakuletea hoja kwa nini. Sasa hii imekuwa ni dhana jumuishi ambayo watu wanazungumza, Chadema inakubalika, sisi ndio na nini. Lakini kiukweli kukubalika kwa chama cha siasa hakutokani tu na msisimko unaotoka kwenye mitandao ya kijamii au msisimko wa pale chama ambacho kinakuwa kimefanya mkutano. Chama cha siasa kinapimwa, kina nguvu kwa mambo karibu 3 mpaka 4 kwa haraka. La kwanza ni idadi kubwa ya wanachama kilionao na watiifu wanachama ambao wanakifanyia chama hicho. Kwa sasa Chadema haina wanachama milioni 2 wa uhakika ambayo inaweza ikawaonesha katika mfumo wao. Unapimaje
Ninao ushahidi huo, na kama kuna mtu anaweza kuwaleta anionyeshe kwenye mfumo wanachama milioni 2 wamesajiliwa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwenye mfumo, ataleta ushahidi huo. La kwanza. La pili, Chadema hii ina washabiki kuliko wanachama na wapenzi, na chama cha siasa hakiwi na nguvu za kweli za kushika dola kwa kutumia mtaji wa washabiki. Chama cha siasa nakuja kinakuwa na uwezo wa kushika dola kwa kuwa na mtaji wa wanachama na mtaji wa wapenzi wa chama hicho, tena wapenzi wa kweli. Lakini la tatu, chama cha siasa kinakuwa na nguvu pale ambapo kinakuwa na uchumi mkubwa, unao mtaji wa uchumi unaotokana na nguvu za kichama. Sasa Chadema haina wanachama wa kuaminika, haina uwezo wa kiuchumi, na nitakupa mfano kwa nini haina uwezo. Lakini la tatu, ina wapenzi kuliko wanachama. Kwa nini nasema Chadema haina uwezo na haina wanachama? Juzi, nadhani kama leo ni siku ya 7, walitangaza jambo lao, watakuwa na baraza nadhani, na wakaitisha michango, wanachangisha michango kwenye mitandao ya kijamii. Leo asubuhi mimi nilikuwa naangalia kwenye ukurasa mmoja wa kurasa zao, nikakuta leo ni siku karibu ya 7. Mimi niliufuatilia mchango wao vizuri, wana karibu milioni 30. Milioni 30 sawa karibu na wastani wa milioni kama 4 na pointi kadhaa kwa kila siku. Chama ambacho kinasema kina mamilioni ya Watanzania, kina mamilioni ya wanachama, kina wapenzi ndani na nje ya nchi, kinawezaje kushindwa kupata milioni 300 hata ndani ya harambee ya siku 2 au siku 1? Muda manake nini? Muda manake ni kwamba kuweka milioni 300 ndani ya siku 60 walizoziweka ni dhihirisho ya kwamba chama hicho hakina watu. Milioni 300 inachangwa ndani ya siku hii. Kama kweli Chadema ingelikuwa na nguvu ile inayotuaminisha, mimi nakueleza ile harambee walioiweka ilitakiwa iishe ndani ya masaa 24. Maana yake ni nini? Kwa trendi wanayokwenda nayo sasa hivi, ili wapate milioni 210 wanahitaji kuwa na siku zaidi ya 60 ili waipate milioni 210, lakini malengo yao ni karibu milioni 300. Kwa maana nyingine ni kwamba hakuna uwezekano wa kufikia milioni 300 kwa njia ya michango kama watakwenda na kasi kama wanayokwenda nayo sasa. Na inavyofahamika kawaida, harambee huwa ni mwanzo. Siku 3 za mwanzo ndo hutafsiri harambee. Sasa siku 7 mna milioni 30. Wakati mtu pale Katoro, mliona mambo ya Katoro, watu wamefanya tu send off, wana bilioni. Lakini mimi nina watu ambao ninawajua, mtu anaweza ukaitisha jambo la ndoa tu kwenye simu yako tu ukachangisha milioni 200 ndani ya siku kadhaa. Sasa chama gani ambacho kinasema kina nguvu ambacho hakiwezi kupata wanachama? Haya, nieleze, kazi ya wanachama hao iko wapi? Nguvu ya wanaopenda ituoneshe kwamba hii inafanya nini. Lakini nakuja mwandishi, usinikatishe, nguvu inafanya nini? Lakini la tatu, mtu anaweza kujenga hoja akasema watu wanaogopa, unajua wanafuatiliwa, hawezi kutoa michango ndio wanaogopa. Ziko njia nyingi. Hivi kweli wewe ukitoka hapa, wewe mwandishi unaipenda Chadema kwa mfano, ukaenda ukaweka ile hela kwa wakala, sawa? Hivi inaweza ikafahamika aliyechangia ni Sonyo au anayechangia ni mwandishi fulani? Haiwezekani. Hivi kama mtu anaogopa, kwa nini watu wasichukua hata ile hela wakaenda kwenye yale makao makuu ya Chadema pale, wametuma watoto wakairusha mle hela, watu wakaiweka kwenye nini, wakatangaza kwamba tumefanikiwa? Kwa hiyo ziko hofu ipi? Hofu ya nini? Sasa nataka kusema ni kwamba nguvu inayoelezwa ndani ya Chadema ni nguvu bandia, kuungwa mkono ambako anakusema Heche siku zote ni kuungwa mkono bandia. Anachokiwa anakihubiri Lema tunao watu ni bandia. Na mimi kwa nini nasema hivyo? Kipimo ni nini? Unapotaka kujua unapendwa hata kama ni wewe mtu wa kawaida, ni pale unapokutwa na tatizo, wale wanaokuja kwa ajili yako. Sasa tuna mkutano leo, ni siku ya 7, una milioni 30 ambayo ilitakiwa ichangiwe na watu 10, watu 20 ndani ya siku 1.
na ile harambee ilitakiwa ndani ya siku 7 iwe imekwisha. Lakini Jawad, wakati ili uendelee na hiyo hoja, ni kwa namna gani unaweza kupima tu idadi ya michango inayozalishwa na jinsi ambavyo Chadema inakubalika? Ninachokueleza mimi ni mwanasiasa, ni mtaalamu wa siasa, ni mtaalamu wa historia, nafahamu mifumo ya dunia na vyama vya siasa nguvu yake inapimwa wapi. Chama cha siasa kinapimwa nguvu yake kutokana na wanachama wake, itikadi yake, rasilimali za chama hicho, kupendwa kwa chama hicho na uwezo wa chama katika kubadilisha mifumo ya kijamii na ahadi zake. Sasa unaposema nguvu, hakuna mambo, unajua siasa si kama mambo ya kahawa. Ukisema chama kina nguvu, inadhibitika kwa uwezo wa chama hicho kuhimili mambo yake chenyewe. Inadhibitika kwa uwezo wa chama hicho, wale unaosema wana nguvu katika chama hicho kukichangia chama hicho. Sasa wakati mmoja mwaka jana niliwahi kusema kwamba Chadema ya kweli ilishakufa. Na mtu mmoja nadhani akasema na nini. Lakini nataka kusema leo kama utaniuliza Chadema iko wapi? Mimi nasema Chadema iko mochwali. Chadema ile yenyewe iko mochwali. Ni wakati gani mliwahi kukubali Chadema kwamba ilikuwa na ufanisi kwa jamii? Mfano mimi kama Chadema labda ingeitisha kama hii harambee wanayosema ndani ya masaa 24 wakakusanya bilioni 1, bilioni 2, mimi ningesema kwamba kweli kuna kitu wa Tanzania wana kwenye kichama. Utaweka wapi kichwa chako katika siku hizi? Hakuna kichwa. Kama fedha zitapatikana zitatoka mlango mwingine, kwa sababu tumeshuhudia leo ni siku ya 7 una milioni 30 na hesabu zangu mimi zinaonesha ili upate hata milioni 210 utatumia karibu siku 60, na harambee huchanganya siku za mwanzo. Maana yake nategemea hata hii 4 na kitu inayochangwa kwa sasa itashuka kwa sababu tayari wale watu wote wenye hamu imeshakwisha. Kwa hiyo ukiona tone wanachokifanya hela imeripuka haraka, nadhani kutakuwa kuna njia nyingine wametaka kupitishia hapo ili watakatisha labda pengine fedha, lakini kiukweli kwa maana ya hela inayotokana na michango jambo hili limesha. Na huu ni ushahidi ambao nilishasema kwamba vyama hivi vya Chadema na vingine vijiweke katika misingi ya kujenga ushawishi wa kweli kwa Watanzania, vitengeneze wa wanachama wa kweli, vikubali kujisahisha kutengeneza mifumo mipya, vijenge uwezo wake wa ndani, alafu vitengeneze ahadi ambazo zinapimika. Siku nyingine ili ukija kuitisha harambee kama hizi ni ndani ya masaa milioni 320 nini kwa chama cha taasisi ni nini? Kama nyinyi CCM mungeitisha labda kuhitaji hiyo milioni kadhaa, unahisi kwanza hiyo milioni 300 haiwezi kuitishwa na Chama cha Mapinduzi kwa maana ya taifa. Hiyo ni kazi tunaweza kutaifa jumuiya ya vijana ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, sio wala vijana wakachangisha hiyo fedha, na nadhani ni ndani ya masaa 24 wakawa wameipata. Kwa hiyo nyinyi mna ruzuku bwana Jawadu. Tunaposema kuchangiwa unachangiwa na wanachama. Nitakupa mfano labda, na hili nataka ulieleze kwa Watanzania. Kama utakuwa na wanachama 500, kila mwanachama akachangia shilingi 1000, una milioni 500. Chadema ingelikuwa ina hata wanachama 500,000 waaminifu, na kama wanavyotukana watu, na nadhani hata hiyo watanitukana, wanavyotukana watu kwenye mitandao, wakawa kweli ni wanachama wa kweli. Alihitaji kuwa na wanachama 500 wakachangia shilingi 1000, wana milioni 500. Ile harambee ingefungwa ndani ya masaa 24. Sasa kwa nini nasema Chadema haina wanachama? Maana yake ni nini? Siku 7 milioni 30, maana yake huna ushawishi. Yani wewe unalazimisha vitu, watu hawakupendi, chama chenyewe hakipo, unachotaka kukifanya watu hawakiamini. Kwa hiyo ndio maana unaona hela ndogo inawapa taabu. Wanaokwenda kwenye mikutano sasa, ikiwa Chadema imepoteza udhibiti, ni kina nani? Kuna tofauti kati ya wanachama, wapenzi na washabiki. Sasa Chadema ina washabiki, watu wanaopenda, mtu akisema wakashangilia. Na hilo hata wewe mwandishi unaweza ukalifanya. Kujaza watu na kukushangilia haina maana kwamba wale watu wanakubaliana na itikadi yako au na msimamo wako. Kwa hiyo Chadema imekuwa mara nyingi maskini wakipotoshwa na makundi ya watu, na wengine ni watu wa kupangwa na nini, wakishangilia wanasema tuna nguvu. Sasa mtihani umeuona, 300 na ngapi, leo siku ya 7 wana 30, na kwa kweli sijui kama wataweza kufanikiwa, kwa sababu watu wamekataa, na hela haina, kila muda unavyokwenda maana yake itakuwa hela inazidi kupungua. Sasa wajitathmini kwa kweli kwamba Watanzania wamekataa na wanaona kwamba hawana sababu ya kuchangia chama ambacho hawaoni kinafanya nini, na Watanzania wanaamini kwamba chama salama na ambacho ndio tumaini lao, ambacho kikisema
kikakoa, kila Mtanzania anaitikia. CCM ikisema hey, wanachama. Kwa mfano mimi hapa Dodoma nina wanachama zaidi ya 600,000 ambao sasa ni numbered zaidi ya 600,000. Nikihitaji mimi Dodoma kupata milioni, chama chetu kupata milioni 600 ndani ya inatuhitaji masaa 24 ambao wanachama wetu wale yani wewe mtaji wa wanachama tu kwa shilingi 1,000 tunapata milioni zaidi ya 600. Sasa wewe unaweza ukasema kwanza CCM, kulinganisha CCM na Chadema ni makosa makubwa na watu wengi wamekuwa wakifanya hivyo. Chama cha Mapinduzi kimeshavuka uwezo na viwango vya kulinganishwa na vyama kama vingine hivi. Chama cha Mapinduzi ni mlezi. Chama cha Mapinduzi kinapaswa Chadema waombe Chama cha Mapinduzi waje wafundishwe kwenye Chama cha Mapinduzi, waelekezwe na wasiwe na ubishi huu na ukorofi wanaofanya huu wa kujifanya wajuaji sana. Hapana, Chadema inaharibikiwa na imepoteza nguvu, inaenda kuangamia kwa sababu ya kuwa na watu wajuaji kupita kiasi. Wana vijana ambao kazi yao wao ni kutukana watu, lakini wangekuwa watulivu, wakajifunza, wakaelekezwa siasa ikoje, wakajifunza namna ya kuvijenga vyama kweli kweli, angalau miaka ya mbele huko wangekuja labda pengine kuonekana ni chama serious. Nasikitika sana kuona kwamba Tone Tone ambayo imewekewa nguvu sana, ambayo yeye amekuwa akisema sana na ndugu zangu wale wengine na zetu wale wengine, imeshindwa kutoa matokeo. Ni siku zaidi ya 7 wana milioni 30. Milioni 30 ni nini? Unapimaje watu kama wanakupenda kweli kama hivyo hawezi kuchangia chama chenu? Chama hakipo, chama kimekufa. Na kwa kweli tukiombee nyewe Wakristo waombe, wakiombee, lakini Chadema kwa kweli haipo na inaumiza sana kwamba chama cha Chadema kwa kweli kimekwenda na maji. Unahisi ni kwa kiasi gani migogoro ambayo hivi sasa inaendelea ndani ya Chadema imedhoofisha ufanisi wa Tone Tone? Migogoro ni mikubwa na hilo sikutaka kulizungumzia kabisa, lakini kwa kweli wana migogoro mikubwa sana. Wanasigana sana kule ndani na hawaaminiani. Lakini kwa sababu pia kule ndani hawana mfumo thabiti, kila mtu anafanya la kwake. Lakini Watanzania unajua ni wajanja sana Watanzania. Watanzania unaweza ukaona kama wanakupenda hivi, lakini Watanzania wanajua ukweli uko wapi na uongo uko wapi. Sasa katika hii migogoro inayoendelea, katika hii vuta nikuvute, katika kupinga kila kitu, katika sera hizi za vijana wake wanaotukana kila watu, hawana mtu mzima, hawana mzee, vijana ambao hawana, yani wao ni mtaji ni kutukana tu, lakini hao vijana hawawezi kuchangia 1,000 kwenye mambo yao ya chama. Mimi nadhani sehemu kubwa ya kinachoendelea Chadema ndio sababu ya matokeo haya. Ukitaka kupima ugonjwa, kiwango cha ugonjwa uliomo ndani ya Chama cha Demokrasia kwa sasa, pima kiwango cha mwitikio wa watu pale ambapo chama kinawahitaji. Watu wamekataa, watu wamekiacha. Chadema ni yatima sasa hivi na ni kama haipo. Na kwa kweli mimi kama mchambuzi pia sijui kwa kweli ni lini inafufuka. Sijajua, labda tutafanya vipimo vingine, lakini kwa sasa mimi naiona Chadema ikiondoka hivyo. Iko mochwali. Sasa wanazika lini na nini? Hiyo kwa kweli ni kazi ambayo hatujui. Inaweza labda ikapiga chafya kule mochwali ikanani, wako watu wanaponea mochwali. Lakini labda inaweza ikaondoka hivyo. Lakini kwa kweli inauma sana kuona chama ambacho watu walisema kwamba kina nguvu kinashindwa kupata milioni 300 ndani hata ya siku 3. Mimi binafsi kwa kweli kama mchambuzi pia inaniuma, lakini ndio hivyo, wananchi wamekataa, Watanzania wamekataa. Uso wako utauficha wapi ikiwa Chadema itaweza kukusanya hizo fedha ndani ya muda mchache kutoka sasa? Hoja sio kukusanya, hoja umekusanya fedha kwa muda gani na uwezo wako wa kitaasisi ulitakiwa ukusanye kwa muda gani? Chadema ilipaswa ipate milioni 320 ndani ya masaa 24 kama kweli ambayo huwa wanayahubiri ni ya kweli, wala si siku 7 wala si siku 60. Kitendo cha kuitafuta milioni 320 kwa siku 60 ni dalili moja ambayo ya kila mwenye akili anayeelewa mambo, acha watu wanaozungumza vitu hawaelewi. Kila mwenye akili timamu juu ya nguvu ya siasa ndani ya chama na kukubalika kwake anaweza kuamini kwamba chama hicho hakina ushawishi wowote. Kwa hiyo hata baadaye wakija kuona zimeanza kushuti, mimi naamini kuna mbinu hapa inatengenezwa ya kutafuta fedha kupitia mlango wa pili, alafu wakaifungamanisha huko. Lakini tracing yangu binafsi niliyoiona ndani ya siku 7 ili wapate milioni hata 200 watatumia siku 60. Sasa hata ile waliosema kwenye mkutano wao haitotimia.
Sasa wanatoa wapi nyingine, watajua wao, lakini Watanzania wanachama wao wamekata tamaa, wamekataa, hawawachangii. Basi chama kwa kweli kinapitia wakati mgumu, watu wakiombee.